Turudi kwa neno. Haya ni mafundisho ya Biblia kitabu kwa kitabu, sura baada ya sura na mstari kwa mstari. Yameletwa kwako na kanisa Calvary Chapel Goma. Kwa swali lolote ita ama andika kwa namba 09 76 095 045. Tunapatikana Katoi karibu ya Kwaila. Karibu. Ndugu zangu, karibu tena katika mafundisho ya Biblia. Tunaendelea na kitabu chetu cha Wagalatia. Wagalatia sura 3 ndio penye tuliishia la fois passée. Tuliongea kuhusu Kristo ambaye alikuja kutuweka huru, kututoa chini ya sheria, lakini avant akuye sheria ilikuwa ikituchunga ili iweze kutuelekeza hadi kwa Kristo. Alionyesha umuhimu wa sheria, umuhimu wa sheria ilibidi ipointe watu kwake, kwa sababu wakati alikuja Kristo alikuja kuacha watu huru, kuwatoa katika vifungo vyote vya sheria. Na tukasoma katika Warumi 8, tukaangalia hizi sheria ya uhuru, sheria ya roho ya uhuru ambayo uko ndani ya Kristo ulituweka huru, katutoa chini ya sheria ya hukumu, chini ya sheria ya laana. Ndio maana hakuna tena hukumu kwa wale wote ambao wako ndani ya Kristo Yesu. Sasa hapa kwa hii verse ambao tunataanzia yako, verse ya 23 wa Galatia sura 3, Biblia inatafuta endelea na hiyo idea ya kutuonesha umuhimu wa sheria, kazi ya sheria na dure ya periode yenye sheria ilikuwa nayo, ili tuweze kuangalia kama sheria ilimaliza kazi yake na Kristo amekuja sasa kutimiza yote ambayo sheria ilikuwa ikiomba. Wagalatia 3:23 Biblia inasema hivi: lakini kabla ya kuja ya ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Unaangalia, sheria ilikuwa na nguvu, lakini ilikuwa ya muda. Biblia inasema ya kwamba ilibidi tuwekwe chini ya sheria mpaka ije ile imani. Mpaka ile terme mpaka cela inaonesha ya kwamba sheria ilikuwa na muda ambao ilikuwa limité, temps limité. Mungu alikuwa ameiwekea sheria wakati fulani ili iweze kutuma watu kwa Kristo. Ilikuwa ikituongoza, ilikuwa ikituchunga ili tupeleke kwa imani, tuoneshe imani ya kwamba tunahitaji imani, hatuhitaji heshima kwa sheria. Sheria ilibidi uiobeir, lakini wakati imani ilikuja ilibidi uamini Kristo tu, na ile imani katika Kristo inatuweka huru. So tunaangalia kwamba sheria ilikuwa na muda mpaka ije ile imani ambayo ilikuwa itafunuliwa, ilikuwa imeongelewa na imekuja ikifunuliwa. Sasa mstari wa kufuata 24, Biblia inasema hivi: hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Iko kiongozi, iko sawa vile surveillant, anakuambia usivuke hii linye, usivuke ile linye, usivuke hii article, ikituongoza kwa vitu ambavyo viko juste, viko na haki, na hiyo ni Kristo. Sheria ilikuwa kiongozi wa kutuleta kwa Kristo. Sheria ilitaka ioneshe conscience zetu ya kwamba hatuwezi kuhesabiwa haki kwa sababu ya kufuata sheria, kwa sababu hakuna mwanadamu anaweza kufuata sheria 100%. Na ilibidi tukomprendre ya kwamba tunaweza okolewa tu, tunaweza wekwa huru kupitia Kristo na Kristo peke yake. Na kwa sababu Kristo ameisha kuja, hatudependre tena na sheria, hatudependre tena na regulation za sheria, lakini Kristo anatutoshelea ili tuweze pata identite mpya ndani yake. Tunageuka watoto wa Mungu. Tunageuka kama vile alisema kitambo, kizazi cha Abrahamu. Mungu ametupatia ile identite ya mpya kwa sababu Kristo amekuja na amemaliza kutimiza kila kitu ambayo sheria ilikuwa ikiomba. Mstari wa kufuata wa 25, Biblia inasema hivi: lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Kwa sababu imani imekuja, hatuna besoin tena ya kiongozi, kwa sababu Kristo amekuja. Hatuna besoin ya mediateur mwingine, Kristo yeye pekee anatutosha.
Kristo amekuja na hatuhitaji kukua tena chini ya kiongozi mwingine ila yeye peke yake. Imani imekuja inatutoshelea ili Mungu atukubali. Hatukubaliwe na Mungu kwa sababu tuliheshimia kitu chochote cha sheria, hapana. Tunakubaliwa na Mungu kwa sababu Kristo amekuja na ametimiza vyote ambavyo sheria ilitaka, na sasa tumewekwa huru. Hatuhitaji kiongozi mwingine, Kristo anatutoshelea. Na kwa nini hivyo basi? Sikia mstari wa kufuata wa 26. Biblia inasema, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Tumekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani, na imani peke yake kupitia nani? Imani katika Kristo. Imani katika Kristo ndio inatuma ya kwamba sisi tunakuwa wana wa Mungu. Haiko tena matendo yetu, kwa sababu hakuna matendo ya mwanadamu ambayo inaweza mkubalisha kwa Mungu, lakini imani katika Kristo aliyetimiza yote ambayo sheria iliomba ndio imefanya ya kwamba sisi tuhesabiwe huru katika Kristo. Kristo peke yake ndiyo njia ambayo inatuingiza katika identite yetu ya mpya. Kristo peke yake ndiyo njia ambayo inatuingiza katika ukweli wa Mungu. Kristo peke yake ndiyo njia ambayo inatuingiza katika uwepo wa Baba. Kristo peke yake ndio amekuwa sujet na raison ya kusema ya kwamba Baba atukubali, Baba atupatie kibali chake tena. Hakuna melange. Kuko linye rouge ambayo hakuna mtu anafaa kufranchir. Hii ni ukweli ambayo iko absolu. Hakuna kitu kingine kioneza changa na kusema ya kwamba hapana, ndiyo Kristo lakini nitaongeza vitu kadhaa. Hapana, hakuna. Ni Kristo peke yake na yeye ametoshelea kabisa. Hii ukweli imefukuza ukweli zingine zote zenye mwanadamu wote anaweza create, kwa sababu hakuna ukweli zingine. Ukweli ni moja. Ukweli ni moja, ni kwamba Kristo peke yake ndiyo njia, kweli na uzima. Hakuna mtu anaweza fika kwa Baba bila kupita kwa yeye. Unakumbuka conversation ya Yesu na Filipo. Filipo iko nasikia Yesu anafundisha vile. Yesu anafundisha na kuwaonesha ukweli. Alafu Filipo anauliza, basi tuoneshe Baba na hiyo itatutoshelea. Kristo akawaambia Filipo, ukiniona umemwona Baba, kwa sababu mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani mwangu. Mimi na Baba tuko wamoja. So Kristo peke yake, hakuna kitu kingine kile mwanadamu anaweza fanya ili afike katika uwepo wa Baba. Yeye ndio anatosha. Mstari wa kufuata wa 27, Biblia inasema hivi, 27 wa Galatia 3. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo. Mnapenda hii. Mmebatizwa katika Kristo. Hapana katika maji, katika Kristo. Kwa sababu ubatizo ndani ya Kristo inafaa ikuje mbele ya ubatizo ya aina yoyote, ikompri ubatizo ya maji mengi. Unajua leo kuna shida kubwa kwa sababu watu wanadebate, huyu walimumangia maji kwa kichwa, mwingine walimurushia maji tu kwa matoni, mwingine walimuweka kwa maji mengi. Ni wapi ndo ameokoka? Sikia, maji, kubatizwa kwa maji mengi ama kumumiminia mtu maji kwa kichwa haiko ndio inamuokoa, hapana. Lakini ubatizo katika Kristo ndio inaweka mwanadamu huru. Ubatizo katika Kristo ndio regeneration, kuzaliwa mara ya pili, ambayo Kristo alikuwa anaambia Nikodemu hapo katika kitabu cha Yohana sura yake ya 3. Ubatizo katika Kristo ni wakati yenye mtu ameingia katika Kristo kwa imani, umeingia ndani mwake, umekuwa mwana wa Mungu, umeamini. Hii ni ubatizo ambayo inafaa kutangulia ubatizo ya aina yoyote. Ndiyo, batem kwa maji mingi, ubatizo kwa maji mingi ni sembole nzuri ambayo kila Mkristo anafaa kupitia kwayo, kwa sababu ni sembole ambayo inaonyesha kukufa na kufufuka pamoja na Kristo. Unakubali waziwazi mbele ya watu wote ya kwamba mimi ni mfuasi wa Kristo, nimekufa na nimefufuka katika Kristo, pamoja na Kristo. Lakini haiko ndio sinonime ya wokovu. Haiko kwa sababu ulibatizwa kwa maji mengi ya kwamba umeokoka, hapana. Unaweza batizwa hata mara 1000 lakini hauokoke, kwa sababu hiyo maji ambayo tunaweka ndani watu haiko ndio inaondoa dhambi zao. Lakini kubatizwa ndani ya Kristo
ndio inaokoa watu. Na hiyo kubatizwa ndani ya Kristo ambayo iko naongea hapa ni kuamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumbuka vizuri, mwizi mwenye alikuwa kumsalaba pamoja na Kristo, hakuna maji mengi ambayo alibatizwa ndani. Hakuna hata maji ambayo alirushiwa, hapana. Lakini alibatizwa ndani ya Kristo. Alibatiza ndani ya Kristo na immediately Kristo akamwambia, hata leo usiku tutakuwa pamoja katika paradiso. Ndiyo, bateme iko na nafasi yake. Kila mtoto wa Mungu ambaye ameshabatizwa ndani ya Kristo ni vizuri pia abatizwe katika maji mengi, lakini haiko bateme ya maji mengi ndio inaokoa mwanadamu. Lakini kinaokoa mwanadamu ni bateme ndani ya Kristo. Na hiyo ni imani. Ni ukweli nakwambia, hii tunaweza kubatiza hata mara 10, kama haujabatizwa ndani ya Kristo ungali huyo huyo. Hiyo maji itakulowanisha tu, inachafua mango yako, inakulowanisha mango yako tu bure, lakini dhambi zako ziko toujours pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu haujabatizwa ndani ya Kristo. Nasikia sisi wote bateme ambayo tunabatizwa ya maji ni symbol ya bien, na inatubidi tuifuate. Kama umeokoka, kama umebatizwa ndani ya Kristo, ubatizwa ndani ya maji haiwezi kushinda. Kwa sababu hiyo ni evangelization. Unaonesha dunia ya kwamba nimebatizwa ndani ya Kristo, ndani ya kifo chake na ufufuko wake. Ni symbol. Lakini ubatizo wa maji haufai kutangulia ubatizo ndani ya Kristo. Ubatizo ndani ya Kristo ni imani ndani ya Kristo, na hiyo ndio yenye iko necessary ili mwanadamu aokolewe, kuzaliwa mara ya pili, imani katika Kristo. Kila mtu ambaye ameokoka, amebatizwa ndani ya Kristo, anaweza ama hawezi batizwa kwa maji mengi, lakini ataokolewa. Lakini haiko kila mtu ambaye alibatizwa kwa maji mengi ndio sinonimi ya kusema kwamba amebatizwa ndani ya Kristo. Kwa sababu unaweza batizwa kwa maji mengi, lakini kama hujaingia ndani ya Kristo, haujamwamini Kristo kwa roho yako, haujakubali Kristo kiukweli, utarudi tu katika mavumbi zako, katika matope yako kama vile kitambo tu. Na hiyo maji itakuwa haikukufalia kitu, kwa sababu hiyo maji haiwezi kuokoa. Lakini mtu ambaye amebatizwa ndani ya Kristo, ameingia ndani ya Kristo kilindini, ameamini Kristo, kama vile huyo mwizi kwa msalaba ameamini Kristo, na hakuna mtu alimubatiza kwa maji mengi, lakini hiyo usiku Kristo alimchukua akampeleka katika paradiso. Imani ndio ya muhimu sana kwa wokovu ya mwanadamu. Biblia inasema vizuri, nyote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo. Ukibatizwa katika Kristo, umebatizwa ndani ya Kristo, umeamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hapo umevaa Kristo. Hiyo ni imani. Hiyo ndio wokovu. Hiyo ndio imani ambayo inatuweka huru. Hiyo ndio imani ambayo inatuweka kuwa watoto wa Mungu. Na mstari wa kufuata 28 wa Galatia 3, Biblia inasema hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Idea yenye iko naongelewa hapa mwa hii context ni kwamba Kristo amekuja kuvunja mabariere, mipaka ambazo dini zilikuwa zimewekea watu. Anasema ya kwamba hapana, wanawake hawafai kushiriki na wanaume. Wanawake wanafaa kwenda kwa hii ngambo, wanaume wanaenda kwa hiyo ngambo. Dini zilikuja kuweka bariere mbalimbali kwa wanawake. In fact, hata kama unasoma historia ya Wafarisayo vizuri, Wafarisayo wakati walikuwa wanaomba, walikuwa wanadharau hata wanawake. Mfarisayo akiomba alikuwa anaomba anasema, Mungu asante kwa sababu mimi ni Myahudi. Asante kwa sababu mimi si mfanya dhambi kama hawa watoza ushuru. Asante kwa sababu mimi siko mwanamke. Ndio maombi ya Wafarisayo walikuwa wanazoea kuomba akiamka asubuhi. Walikuwa wanaona wanawake ni vitu bure kwao. Na mkiltiri ya Kiyahudi, unakumbuka zamani mujudaisme, kuna warabuni ambao walikuwa wanaruhusu divorce facilement. Anasema kwamba kama bibi anarepase nguo yako anaichoma, uko na droit ya kumdivorce.
Anasema kama anapiga chakula ikilungula kidogo, kuna droit ya kumfukuza na kumdivorce. Walikuwa wanaona wanawake ya kwamba ni vitu bure sana. So kwa hii context, Kristo amekuja vunja hizo bariere zote zenye madini zilikuwa zimeweka, na kusema ya kwamba katika Kristo hakuna mtu mwenye iko libre na hakuna mtu mwenye amefungwa. Sisi sote tuko wamoja katika Kristo, hakuna mume ama mke. Lakini sasa kuna shida kubwa, kwa sababu watu wengi wameitiliza hii verse kusema vitu tofauti na venye Biblia inasema. Maneno ya Mungu ndiyo inaonyesha diferense kubwa katikati ya mwanaume na mwanamke. Na mwanamke na mwanaume hawako wamoja kwa hali mbalimbali. Kwanza, physiquement mwanaume na mwanamke wako tofauti. Na pia katika role a jouer, katika roles ambayo Mungu amewapatia katika nyumba na katika kanisa, mwanamke na mwanaume ni tofauti sana. Lakini wengi wametumia hii verse na kusema ya kwamba Mungu iko nasema ya kwamba sisi sote tuko wamoja, meme namu marole zetu tuko wamoja katika nyumba na katika kanisa. Vitu vyenye mwanaume anaweza fanya, mimi mwanamke mimi naweza fanya. Na njoo kunakuwa confusion sana, kwa sababu hii verse haiseme vile. Hii verse inaongea uhuru wenye tuko nayo mu context ya wokovu. Namna yenye mwanaume anaokoka ndio vile namna yenye mwanamke pia ataokoka. Lakini kwa namna ya role, mwanamke na mwanaume wako tofauti sana. Sikia vizuri sana. Mimi najua très bien kuna wale wanawake ambao wanaweza hubiri hata vizuri kuzidia wanaume wamoja. Lakini Mungu katika maneno yake aliwakataza wanawake kutotoa position ya autorite yule ya mwanaume, kwa sababu haiko kazi yao. Biblia inasema vizuri ya kwamba mwanamke asiwe na autorite yule wa mwanaume. Acha niwasomee maverse kadha wa kadha ambazo zinasoutenir idee ya kusema ya kwamba mwanamke na mwanaume wako tofauti katika role ya jouer ndani ya nyumba na ndani ya kanisa. Ukiangalia très bien katika kitabu cha Mwanzo sura 3, Biblia inasema ya kwamba mstari wa 16, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa uchungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Mungu alisema ya kwamba tamaa ya mwanamke itakuwa kwa mume wake, na yeye mume wake atamtawala, atamuongoza, atakuwa kiongozi juu yake. Biblia inasema vizuri katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Biblia inasema hivi, mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa wa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake, kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso, pamoja na moyo wa kiasi. Na ile phrase hapa, ataokolewa kwa uzazi wake, haimaanishi wokovu kwa namna ya kuamini ili tupate uzima wa milele. Hapana, inamaanisha wataokolewa kwa hii punition ya kutochukua autorite yule ya mwanaume wakati yenye wanazaa watoto. Kwa sababu wakati watoto wanaume wangali watoto, mama iko na autorite juu yao. Iko na autorite, na ile autorite Mungu anayempatia kama tu anadumu katika imani na upendo na utakaso, pamoja na moyo wa kiasi. Cela veut dire quoi? Mama iko na autorite juu ya huyu mtoto wakati angali mtoto, ili amlee katika njia zilizo safi, ageuke mwanaume ambaye atakuwa kiongozi na kuchukua autorite ambayo Mungu alimpatia musosiete, mukanisa na katika familia. Na hii ni kitu kizuri. Haimaanishi kwamba wanawake watapata uzima wa milele kupitia kuzaa, kwa sababu matasa wakiamini Kristo wanapata uzima wa milele. So context yenye alikuwa anaongelea ndani haiko wokovu kwa uzima wa milele. Iko wokovu kwa hii position yenye Mungu amewakataza wasiokipe, na hii ni position ya kuchukua autorite juu ya mwanaume. Hapana paske hawana kapasite oratoire ya kusema vizuri kuzidia wanaume wamoja, hapana.
lakini ni kwa sababu katika mipango ya Mungu alitaka mwanamke aongozwe na mwanaume. Alitaka mwanaume akuwe kiongozi katika familia na katika kanisa vile vile. So hii verse ambayo tumesoma katika Wagalatia haiko inaongelea kuhusu liberte ambayo tuko nayo kwa njia ya kusema ya kwamba mwanamke ataokipe place ya mwanaume. Hapana, hata katika kanisa Biblia inataka ordre katika nyumba ya Mungu. Mwanaume kama anaongoza katika nyumba, ni vizuri mwanaume aongoze pia katika nyumba ya Mungu. Sikia vile vile hata Wakorintho wa kwanza 11 Biblia inasema hivi: lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. So Mungu ameweka organigramu ya autorite. Anasema kichwa cha mwanaume ni Kristo, kichwa cha mwanamke ni mume, na kichwa cha Kristo ni Mungu Baba. Mungu ameweka organigramu ya autorite. So haiko kwa sababu ya kwamba sisi sote tumeokolewa kwa imani tu kama wanawake na wanaume, ya kwamba inaonyesha kwamba ifo tutie pembeni ordre ya autorite yenye Mungu alietablir tangu mwanzo, tangu Agano la Kale hadi Agano Jipya. Mungu ameendelea kuonesha hiyo organigramu ya autorite katika familia na katika nyumba. Ndio wamoja wanaweza sema kwamba mbona Debora alikuwa anaongoza watu? Debora alikuwa anaongoza kama juge, na Debora aliambia wanaume ya kwamba itakuwa aibu kwao kama yeye anawaongoza hata. So haikuwa normal. Ndio kunaweza kuwa wanawake ambao ni president de la republique, lakini haimaanishi sana arudi kwa nyumba ama anafika kanisani ya kwamba atachukua autorite yulu ya wale ambao wanaongoza katika hizo institution mbili. Sikia, hata kama mwanaume na mwanamke wako tofauti ndani ya physiology, namna yao ya kuonekana ya umbo, na pia kupitia role ambayo Mungu amewapatia wakuwe nayo katika familia na katika kanisa, lakini wote wako na valere moya mbele ya Mungu kwa namna ya kuumbwa. Sisi sote, uwe mwanamke uwe mwanaume, sisi sote tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Sisi sote tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, so tuko na valeur mu creation. Na pia vile vile tunaokolewa kwa njia moja. Tunaokolewa sisi sote, uwe mwanaume uwe mwanamke, sisi sote tunaokolewa kwa njia ya imani ndani ya Kristo. Na Wafarisayo hawakuwa wanaamini hii. Wafarisayo walikuwa wanaminimize wanawake, walikuwa wanaminimize pia watoza ushuru, wapublike, wale wafanya dhambi, meme ndani ya maombi yao. Na unajua Wafarisayo wengi walikuwa wanajulikana kwa sababu ya kujiinua sana, kuzia watu wengine na kudharau watu wengine sana, kuwashusha sana. Na hizi ilikuwa vitu walikuwa wanafanya kwa sababu kama unafanya kitu iko tofauti na akte zao za dini, walikuwa wanakuona uko bure, uko chini yao. Angalia mfano ambao Mungu anatumia katika neno lake hapa katika kitabu cha Luka, Injili ya Luka 18. Biblia inasema hivi kwa mstari wa 9: akawaambia mfano huu watu walio jikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja mfarisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Ee Mungu, nashukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka ama sadaka katika mapato yangu yote. Mimi natowaka, siko sawa wabandi. Mimi natowaka, mimi nafungaka maombi ya kufunga kabisa katika wiki nafunga mara 2. Lakini yule mtoza ushuru sasa, Biblia inasema alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Anaona kwamba hastahili kuinua hata macho mbinguni, bali alijipiga kifua akisema: E Mungu, niuie radhi. Mungu nisamee, mimi ni mwenye dhambi. Mungu nisamee, mimi ni mwenye dhambi. Mungu nionee rehema, Mungu nionee huruma, mimi ni mwenye dhambi. Yesu sasa anasema hivi, conclusion, verset 14, anasema nawaambia,
huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajiinuaye atashushwa na kila ajishushaye atainuliwa. Yesu anawaambia Wafarisayo, wanajiinua, wanategemea matendo yao mazuri. Mimi natoaka sadaka, mimi naombaka, mimi nafunga maombi defu par semaine. Kwanza mimi natoa sadaka ya mali yangu yote. Mimi siko sawa wengine wafanya dhambi. Mimi siko sawa ule mtoza ushuru. Mimi siko sawa huyu mnyang'anyi. Mimi siko sawa huyu mbaraga. Mimi siko sawa huyu mwizi. Mimi siko sawa hiki kimulevi. Yesu anasema ya kwamba huyo ambaye anajiinua kwa matendo yake atashushwa. Lakini huyu ambaye anashuka anaona kwamba macho yake hayaziona hata mbinguni. Anaomba, akiomba Mungu akimlilia kwamba unisamee, unionee rehema kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Biblia inasema kwamba huyu ataenda kama amehesabiwa haki. Ataenda kama ametolewa hiyo mzigo juu yake. Kwa sababu gani? Tunahesabiwa haki kwa imani kupitia Yesu Kristo. Verse ya 29, 29, Biblia inasema hivi: na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Narudilia tena uelewe. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kama umekuwa wa Kristo, kama umekuwa Mkristo, kama unakuwa mtu wa Kristo, umeamini Yesu, sasa wewe umekuwa kizazi cha Ibrahimu. Wewe umekuwa mrithi, umekuwa heritier sawasawa na ahadi. Unasikia vizuri? Sio Yakobo ndiye chanzo ya wokovu wetu, hapana. Sio Isaka ndiye chanzo ya wokovu wetu. Hata Abrahamu siye chanzo ya wokovu wetu, hapana. Lakini ni mbegu ya Abrahamu, kizazi cha Abrahamu ambao Biblia ilikuwa inaongelea na kusema ya kwamba ni Kristo. Kristo ndio chanzo cha kwetu sisi kuhesabiwa huru mbele ya Mungu. Sisi tunakubaliwa mbele ya Mungu kwa sababu Kristo amelipa gharama ambayo sisi tulishindwa na hatungewahi weza. Unataka uokolewe? Unataka ukuwe mtu wa Kristo? Unataka ukuwe mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu? Ni kwako, ni uwajibu kwako kuamini tu. Ni uwajibu kwako kuita jina la Kristo. Biblia inasema ya kwamba wote ambao wataita jina lake wataokolewa. Wote ambao watamuita kwa maisha yao wataokolewa. Amini Yesu tu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, na wewe utaona mabadiliko. Mungu atakuhesabia huru, atakuondolea mzigo yote ambayo imekulemea ya dhambi. Mungu atakukubali. Hauna bezwe ya kutakaswa kwanza. Hauna bezwe ya kukuwa msafi kwanza ndio ukie kwa Mungu, kwa sababu hawezi jifanya msafi we peke. Mungu anataka ukuje kwake na hiyo uchafu yote yenye uko nayo, na yeye atakutakasa. Yeye peke atakutengeneza. Ndio religion imekufukuza, religion imekutupa mbali, lakini mikono ya Kristo iko wazi. Haijalishi uchafu wako, haijalishi dhambi zenye uko nazo, Kristo iko tayari kukupokea na anataka kufanya mtoto wake. Anataka kufanya mtoto wa Mungu. Anataka akupokee. Ni kwako kukaribia kwa moyo wa ujasiri. Ni kwako kukaribia na imani, na kuja kwako atakukubali hata sasa. Acha nikuombee. Mungu, naombea huyu mtu ambaye amefuata mahubiri hii, ambao wamekuja kukusikia Kristo. Acha uwaokoe, waweke huru. Kila mtu ambaye atakuita utamuitika Kristo, na mikono yako ni wazi ili uwakubali wote. Hawana bezwe ya kujitakasa kwanza, lakini wiko na bezwe ya kuja na kuamini tu. Acha Kristo waokoe, wahesabie huru. Naomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana.